Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Juni 8 mwaka 2025. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema masomo muhimu ya kiroho yafundishwa. Wakolosai sura ya 3:23 inasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu. Maisha ya Kristo tangu miaka yake ya awali yalikuwa yamejazwa na shughuli za dhati. Aliishi sio kwa kujifurahisha mwenyewe. Alikuwa mwana wa Mungu wa milele, ila alifanya kazi na baba yake Yusufu katika mradi wa useremala. Mradi wake ulikuwa muhimu. Alikuja duniani ili kuijenga tabia. Kwa hivyo, kazi zake zote zilikuwa hazina dosari, yaani kamilifu. Katika kazi zake za kawaida aliuleta ule ukamilifu kama ule aliyouhitaji kwa tabia ambazo alikuwa anazirekebisha kwa uwezo wake wa uungu. Yeye yu kielelezo chetu. Wazazi wanapaswa kuwafundisha watoto wao thamani na matumizi sahihi ya wakati. Wafundishe kwamba kufanya lile litakalo mtukuza Mungu na kuwanufaisha wanadamu, hayo ndiyo ya kuyapigania. Hata katika maisha yao ya utoto, wanaweza kuwa wajumbe wa Mungu. Katika aina yoyote ya kazi tutakayofanya, neno la Mungu linatuashiria kuwa kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Warumi sura ya 12 aya 11. Lolote mkono wako utakalolipata kulitenda, ulifanye kwa nguvu zako. Mhubiri sura ya 9 aya 10. Mkijua ya kwamba mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, maana mnamtumikia Bwana Kristo. Wakolosai sura ya 3:24. Christ's Object Lessons, ukurasa 345 na 346. Masomo yanayotolewa kwa watoto kuhusu kazi za kawaida za nyumbani yanaweza kuwasilishwa kwa njia ambayo kupitia kwao Bwana anaweza kufanya mguso wa kudumu mioyoni mwao. Tengeneza mambo haya ya kawaida ya maisha kuwa maandiko ambayo kwayo unaweza kutundika masomo ya neno la Mungu. Onesha watoto wako kwamba kazi zao zote katika kada ya umakanika lazima wajifunze kuzifanya kwa ukamilifu. Kwa kuleta usahihi na ustadi katika majukumu yao ya kila siku, watajifunza masomo ya kiroho ambayo yatabaki nao siku zao zote. Mungu anahitaji kwamba uamuzi mzuri na ustadi vitumike katika mipango na kazi zetu. Katika kutoa maagizo kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la duniani, Mwalimu Yesu Kristo aliweka kanuni ambazo zilipaswa kuwa na msaada wa kiroho kwa Israeli katika uzoefu wao wote wa wakati ujao. Hekima na ukamilifu uliotolewa katika kazi hiyo ulikuwa mfano wa kazi iliyopaswa kufanywa katika maisha yao, katika kuandaa mioyo yao kwa ajili ya Roho wa Mungu kukaa moyoni. Wazazi, je, mnauliza kazi yenu ni ipi? Ni kutenda majukumu ya nyumbani kwenu, mkifanya kila mwezalo na mkiomba kila siku, kila saa, kuweka mbele ya watoto wenu mfano unaostahili kuigwa. Hebu mafundisho yenu yawe yale ambayo yataleta furaha na raha maishani mwao.
na kuwaongoza kuitamani huduma ya Yesu. Wafundishe kutumia nguvu zao walizopewa na Mungu katika huduma yake. Kwa njia hiyo, watakuwa wakifuata mfano wa mtoto Yesu. The Signs of the Times, Novemba 14 mwaka 1911. Hii ni Juni 8, mada ikisema masomo muhimu ya kiroho yafundishwa. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.